naamini kila mmoja kwa nafasi yake anaendelea vizuri. Tuendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya. Tuko tena kwenye mapambano ya kutafuta ugali kwenye familia zetu. Kimsingi leo tumewaiteni hapa kwa ajili ya kuambia kilichopo mbele yetu baada ya kutoka kwenye purukushani za michezo kadhaa, lakini pia tumetoka Kigoma ambako tumecheza mchezo wetu wa mwisho wa ligi kuu soka Tanzania bara dhidi ya klabu ya Mashujaa. Kwa bahati mbaya malengo yetu hayakutimia kwa sababu tulihitaji kupata alama 3, lakini tukawa tumefanikiwa kupata alama 1. Kwa hiyo si haba, maisha mengine yanaendelea. Lengo mama la kuitana hapa ni kuambiana kilichoko mbele yetu sasa, nini kinafuata mara baada ya mchezo dhidi ya Mashujaa. Sisi kwa maana ya Pamba Jiji Football Club sasa rasmi tumeanza maandalizi mara baada ya kufika jijini Mwanza kuelekea kwenye mchezo wetu unaofuata wa ligi kuu soka Tanzania bara dhidi ya klabu ya Yanga. Mechi itachezwa siku ya tarehe 8 kwa maana ya siku ya Jumatano, tarehe 8 mwezi wa 4, siku ya Jumatano kunako uwanja wa CCM Kirumba. Kwa hiyo siku ya mchezo ni hiyo na muda ni saa 10:15 kick off saa 10:15 mechi itaanza pale, na kimsingi maandalizi kuelekea kwenye huo mchezo tayari kwenye level yetu ya management, technical staff na wachezaji tumeikwisha yaanza kuelekea kwenye huo mchezo. Tunafahamu mchezo utakuwa mgumu, tunafahamu tunacheza na timu nzuri, tunafahamu tunacheza na timu bora. Kwenye table pale ukiwaangalia ndio wanaongoza ligi, na sisi kama club kwa sasa hivi aina ya mechi kama hizi zinatuhamasisha kwa ajili ya kuhakikisha tunapambana kwanza kutengeneza brand ya timu yetu, lakini kuwakumbusha watu kwamba jijini Mwanza kuna timu inaitwa Pamba Jiji, sio kwa maneno bali ndani ya dakika 90 mle kunako uwanja wa CCM Kirumba. Tunafahamu haitakuwa rahisi, lakini sisi kama club tunaamini ubora wa kikosi chetu, ubora wa benchi la ufundi chini ya Francis Baraza, kila kitu kinawezekana plus uwanja wa CCM Kirumba. Na msimu huu nimewaambia sisi hatuchagui uwanja. Hata kama mechi yako itachezwa sebleni, as long as haujajiandaa vizuri, hauna mwalimu mzuri kama Baraza, hauna quality players kama tulionao sisi klabu ya Pamba Jiji, popote sisi tunaweza tukakuletea noma. Kwa hiyo tunaamini hilo na tunafanya vizuri. Ni mechi kubwa, ni mechi ambayo haiwezi kaenda hivi hivi kama ambavyo mechi zingine zinakwenda. Kwa hiyo sisi kama club tumesema kauli mbiu kuelekea kwenye mchezo wetu dhidi ya Yanga Afrika ni wanafungika. Kwa hiyo ni kauli mbiu ambayo tunakwenda nayo, waandishi muichukue kuanzia sasa hivi kwamba wanafungika. Swali litakuja kwa nini wanafungika? Kwa sababu simply tu wao ile ni timu ya mpira kama tulivyo sisi, na sheria zinazotuongoza pale kiwanjani ni 17. Kwa tunaamini kwa ubora wa kikosi chetu tulichonacho, kwa ubora wa benchi letu la ufundi, hatuna sababu yote ya kwenda kinyonge kwenye hiyo mechi. Kwa ndio maana tunaamini wanafungika. Sababu nyingine pamoja na ubora ambao wako nao, pamoja na nafasi waliopo nao kwenye ligi kuu soka Tanzania bara, tumetizama michezo yao ya ligi kuu soka Tanzania bara na michuano mingine ambayo wanacheza, tunaamini kwa ubora wa kikosi chetu tuna uwezo wa kuwafunga. Kwa ndio maana tunasema wanafungika. Kwa hiyo muichukue, hiyo ndo ngoma ambayo tunatembea nayo kuelekea kwenye huo mchezo kwamba wanafungika, na huo uwezo sisi wa kuwafunga hao mabwana sisi tuko nao. Ndio maana tumeshaanza maandalizi kwa ajili ya kuhakikisha kila kitu kinakwenda sawa sawa. Viingilio kuelekea kwenye mchezo huo ni kama ifuatavyo. VIP A ni shilingi 30,000 ya Kitanzania, VIP B ni shilingi 15,000, alafu mzunguko ni shilingi 7,000. Kwa hiyo utaratibu uko hivyo, na tunaamini ni viingilio rafiki kulinganisha na hadhi ya mchezo wenyewe. Kwa hiyo watu watajitokeza kwa wingi, tuje tutizame huo mchezo. Vituo vya tiketi, kwa maana tiketi zitapatikana wapi? Pale TTCL ambako watu ambao wanashughulika na mambo haya ya tiketi kwa maana N-card na watu wengine. Kwa hiyo tiketi zitakuwa pale TTCL Nyamagana kwa maana ya vituo, lakini tutakuwa pia tuna kituo pale kwa Umi Fashion. Umi Fashion pale kutakuwa kuna kituo, lakini kwa wale watu ambao wako Pasiansi kuna kituo kwa maana ya kilikuwepo kwa panaitwa Madini Village pale Pasiansi. Ukifika ukikata kulia pale
ni Madini Village, kwa utakuta pale pia kutakuwa kuna kituo, lakini kwa dada yetu Makilagi Sportswear pale pia kutakuwa kuna kituo cha ukatishaji tiketi. Kwa hiyo kwa sasa hayo ni baadhi ya maeneo ambayo tiketi zitakuwepo. Tiketi zinaanza kupatikana ama kuuzwa lini? Tiketi zinaanza kupatikana na kuuzwa rasmi kesho. Kwa hiyo leo hatukuwepo, tumewasili. Kwa hiyo kuna baadhi ya logistics zinaendelea kwenye level ya management, alafu panapo majaliwa kesho rasmi tiketi zitaanza kuuzwa. Plus baada ya hivyo vitu ambavyo nimetoka kuvitaja, plus kwenye gari ama magari yetu ya matangazo. Kwa hiyo magari yetu ya matangazo yataanza kupita rasmi kesho kuanzia asubuhi, na kwenye magari ambayo yatakuwa yanapita kwenye baadhi ya maeneo ambayo yatakuwa yana population, maana yake magari yetu yatakuwa na watu ambao wanakatisha tiketi. Kwa hiyo watu wanaweza kusimamisha gari, na kwenye sehemu kama hizo ambazo zina watu wengi tutasimama ili watu wakate tiketi zao mapema. Sasa niwakumbushe tu, sio kwa ubaya, sisi wa Tanzania ni watu wa kusubiria muda wa mwisho ama deadline. Nakumbuka kwenye mchezo wetu wa mwisho wa ligi kuu soka Tanzania bara dhidi ya Simba, watu waliteseka, tiketi watu waliuziwa kutoka 7,000 mpaka 30,000 na bado hawakuzipata kwa wakati. Kwa hiyo niwaombe kwamba tunaposema tiketi tunaanza kuuza, watu wanunue tiketi mapema. Yaani ukinunua tiketi mapema unakuwa umejirahisishia vitu vingi sana, kuepuka msongamano, kuepuka kupewa tiketi ambazo sio nini, mambo mengi ambayo sio mazuri. Kwa hiyo niwaombe kwamba tunaposema tiketi zinaanza kuuzwa kesho mapema kwenye hayo maeneo ambayo nimetoka kuyataja, tufike kwenye vituo mapema, tukate hizo tiketi mapema, kuepuka kuenda kuanza kukimbizana tena. Kwa hiyo mimi naamini watu ni waelewa, ni waungwana, watafanya hivyo. Tukate tiketi mapema, twende tukaone na twende tukatimize adhima yetu ya kuchukua alama 3. Kauli mbiu inabaki kuwa ni ile ile, wanafungika. Kwa hiyo twendeni siku ya tarehe 8 tukawaonesha ukubwa wa klabu ya Pamba Jiji. Kuna watu inawezekana haya ambao tunayafanya sasa hizi wanakuwa wanahisi kama tunabahatisha, kama tunakamia, kama tumetumwa, kama tunajifurahisha tu, lakini kwa wale ambao wanajua mpira, Pamba Jiji Football Club ni miongoni mwa timu bora msimu huu. Kwa hiyo ukiweza kukubali sawa, ukiweza kutokukubali pia sawa. Baada ya kuwa tunakutana dakika 90, mwalimu wako, wachezaji na mashabiki wachache ambao wanajua mpira watakuambieni kuhusiana na ubora wa klabu yetu. Nje na hapo mimi niseme tuwakaribishe tu kunako uwanja wa CCM Kirumba wakatizame mechi nzuri, mechi bora. Kingine ni swala la jezi, kwa maana ya mtoko wa taifa. Jezi bado zipo, na kwa sasa hivi jijini Mwanza jezi zetu zipo kwenye maeneo mawili, kwa maana ya duka la Umi Fashion. Ukifika pale unapata mtoko wako kama huu, lakini kijani ambayo tutaitumia siku ya mchezo, pamoja na jezi nyeupe. Kwa hiyo jezi zipo na zinauzwa shilingi 30,000 ya Kitanzania. Kwa hiyo ni pale kwa Umi Fashion, lakini pia kwa dada yetu Makilagi Sportswear pale jezi unapata. Kwa hayo maeneo mawili pekee ndio watu ambao wana idhini ya kuuza jezi. Kwa hiyo mwingine yoyote akikwambia na jezi ya Pamba Jiji, maana yake huyo sio mtu rasmi nje ya hao watu wawili kwa Mwanza ambao nimetoka kuambia kwa maelekezo ambayo nimepewa na uongozi. Umi Fashion pale duka liko Mission mkabala na kanisa la ACT Makongoro, lakini pia kwa dada yetu Sofia Makilagi kwa maana Makilagi Sportswear pale CCM Kirumba, jezi unazipata kwa shilingi 30,000 ya Kitanzania.